Uchanguzi wa mtoto wako atakuwa nani kesho, atakuja kuwa mtu mzuri ama mbaya, huwa ule uchanguzi unafanyikianga mbinguni katika kiti kinaitwa kiti cha neema, kiti cha rehema. Sasa nataka nikupeleke kwenye hii safari na unisikilize kwa makini sana. Kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 9 kuanzia mstari wa 10 mpaka 18, nitakuwa nasoma mistari nikielezea tu polepole. Tunasema hivi: Rebeka akiisha kuchukua miba kwa mume mmoja. Ina maana wale watoto walikuwa wa mume mmoja. Hiyo ni ya kwanza, kwamba Rebeka, maandiko yanasema ya kwamba akachukua miba ya watoto wawili ambao mume alikuwa ni mmoja. Sasa sikiza kwa makini, mstari wa 11 nasema hivi: kabla hawajazaliwa wale watoto hawajatenda neno lolote jema au mbaya. Hapa tunaongelea kuhusiana na wale watoto wakati ule walikuwa mbinguni. Sasa akina Yakobo na Isaka wakiwa mbinguni, maandiko yanasema ya kwamba kabla hawajatenda neno lolote ambao ni baya ama ni jema. Sasa inatokea nini? Inatokea nini hapa? Anasema hivi, ule mstari wa 12 anasema Rebeka aliambiwa mkubwa atamtawala mdogo. Yaani Yakobo hajafanya dhambi, Esau hajafanya dhambi, lakini Rebeka akatokewa na Mungu akaambiwa hivi, yule ambaye ni mkubwa atatawaliwa na aliye mdogo. Kwa hivyo ina maana kwamba tayari uchanguzi ulikuwa umefanyikia kule mbinguni, ya kwamba Yakobo pamoja na kuwa atazaliwa akiwa wa mwisho, lakini ndiye atakuja kumtawala Esau. Na ndio sababu nasema kwamba uchanguzi wa mtoto wako atakuwa nani unafanyikianga kule mbinguni, na kama inawezekana ukaweza ukaintervene, inakuwa ni rahisi sana ukawa umeingilia katikati ili Mungu akakupea mtoto ambaye ni mzuri kwenye maisha yako, na hiyo jambo inawezekana. Sasa nitakueleza, naomba unisikilize kwa makini sana. Sasa maandiko yasema hivi, si kwa matendo ila ni kwa nia yake isimame, yaani kusudi lake. Ule mstari wa 11, kumbuka maandiko yasema hivi, yaani sio eti kwamba hao watoto kuna matendo walikuwa wametenda mazuri ama mabaya, kwamba Yakobo aambiwe ndiye atatawala Esau. Hakuna matendo Yakobo alikuwa ameyatenda mazuri ndio Mungu amchangue, lakini Mungu anasema ya kwamba ni kwa sababu ya kusudi lake lipate kusimama. Kumbe kila mtoto ambaye anakuja hapa duniani anakuanga na kusudi fulani, na ile kusudi huwa inafanyikianga mbinguni, ama uchanguzi wa kusudi lake unafanyikianga mbinguni wakati ule akiwa spirit kule mbinguni. Hajafanya lolote mbaya, lakini Mungu anampanga, anamwambia kwamba huyu atakuwa hivi na huyu mwingine atakuwa hivi. Sasa mtoto kuwa bosi ama kutokuwa bosi sio kupenda kwake ama sio ubaya wake, ni uchanguzi ambao ulifanyikia mbinguni. Ndio maana unaweza ukaombea mtu ukitaka kwamba akuwe president, lakini ikawa haiwezekani kwa sababu Mungu hakumchagua kuwa president. Huyu mtu hata kama ako na pesa namna gani, huyu mtu hata kama ako na misimamo namna gani, hata kama anarusha mistari kwa namna gani, hata kama anajua kukampeni kwa namna gani, kama uchanguzi wa mbinguni au kumchagua kuwa rais, ujue kwamba haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kusudi la Bwana lisimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ndio tunasoma mstari wa 11 unasema hivi, inasema Mungu huwa anafanya hivyo ili kusudi lake lisimame. Na ndio maana kila wakati kabla haujafikiria kupata mtoto, haujafikiria mpate mtoto mkiwa na mzee wako, unafaa kwanza umuombee huyo mtoto ili kusudi ambalo Mungu amelipanga kwa ile miaka ambayo huyu mtoto atakuja kuanza kufanya kazi hapa duniani, ilo kusudi liwe nzuri. Maana inawezekana ukakosa kuomba, Mungu akaweka Farao ndani ya tumbo yako. Inawezekana ukakosa kuomba, Mungu akaweka Herode katika tumbo yako. Inawezekana ukakosa kuomba, Mungu akaweka Amani ambaye alikuwa na mpango wa kuua wana wa Israeli wote. Inawezekana ukakosa kuomba, ukamzaa mtoto ambaye ni Nebukadneza ndani ya tumbo yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Maana ule uchanguzi unafanyikianga mbinguni na unafanyika kabla huyu mtoto haja kuja hapa duniani. Mungu ndiye anajuanga nimweke nani katika tumbo huyu mama, ikitegemea na kusudi lake na kazi ambayo inafaa kufanywa kwenye mitaa ambayo yule mtoto atakuwa anaishi kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka nimekuambia kwamba uchanguzi unafanyikianga kwenye kiti ambacho kinakuanga mbinguni, kitwa kiti cha neema. Nitakusomea maandiko tukiendelea tu. Ule uchanguzi unafanyikianga kwenye kiti cha neema. Sasa kama ni hivyo basi kwamba Mungu ndiye anachanguanga ni nani akuwe nani, na Mungu ndiye anawekanga kile ambacho kiko ndani ya mtoto wako leo hii, ama vile mtoto wako anakaa leo hii, Mungu ndiye aliweka hiyo kusudi ndani yake. Then inamaanisha hivi, mambo yote ni mazuri kuyafanya, lakini au kuitiwa kufanya mambo yote. Kuna ile kusudi la Bwana ambao lilikufanya uje hapa duniani. Sijui kama naeleweka. Kuna kile ambacho kilimshawishi Mungu ili akulete hapa duniani, na hiyo kusudi unafaa kwanza uijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna swali ambayo imeibuka hapa ambayo inasema hivi, watu ambao ni watoto wamezaliwa wakiwa waofu kama Herode, kama Nebukadneza, kama Amani ambaye alikuwa anataka kuua wakati wa Esther. Watu ambao waliletwa duniani kama Yudas Iskarioti wanaweza wakabadilika wakaenda kwenye kusudi zuri ya Mungu? Jibu ni kwamba ni ndio. Watoto wanaweza wakabadilika. Number one, kama kabla hawajazaliwa mama yao atakuwa amewaombea. Lakini pia wakiwa hapa duniani wakifanya haya mambo yote, kama ikitokea kwamba watamuomba Mungu awabadilishe, Mungu atawabadilisha. Ndio maana utaona kwenye kile kitabu cha Zaburi 51 na mstari wa 5, Daudi alizaliwa katika uofu, akiwa muasherati, akiwa mwenye dhambi. Lakini kwa sababu alikuwa muombaji, kwenye kile kitabu cha Zaburi 51 na mstari wa 9, Daudi Mungu akambadilisha akawa mtu mzuri. Kumbe unaweza ukazaliwa ukiwa mtu mbaya, ukatimiza kusudio mbaya, lakini kisha hiyo kusudi baadaye Mungu akakubadilisha ukawa mtu mzuri, lakini lazima uombe Mungu ili akubadilishe. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Danieli mlango wa 4 na mstari wa 36, utakutana na mtu anaitwa Nebukadneza. Nebukadneza alizaliwa akiwa ni mtu wa kuabudu sanamu. Katika ufalme wake kulikuwa na wachawi, waganga, wasihiri. Alikuwa anafanya yote hayo. Lakini baada ya kuwa ameenda kule katika msitu, akaenda akakula nyasi, baadaye maandiko yanasema kwamba akili zake zikamrudia, akaanza kumshukuru Mungu, akaanza kumuomba Mungu. Mungu alimbadilisha kuanzia pale. Utaenda kusoma kwenye kitabu chako cha Danieli mlango wa 4 na 36 ya kwamba baadaye Nebukadneza alikuja kubadilika, lakini alibadilika baada ya kuwa kusudi la Bwana limetimia. Kile ambacho Mungu alikuwa amepanga Nebukadneza akuje kukifanya hapa duniani, hata kama ni kibaya, ilikuwa ni lazima kitimie, ndio baadaye Mungu akuje kumbadilisha. Lakini swala la Mungu kubadilisha inahusu wewe mwenyewe, kwamba wewe mwenyewe utaamua kwamba nitamuomba Mungu ili anibadilishe. Maana Daudi alikuwa ni mtu muasherati, alizaliwa katika uofu, lakini akamuomba Mungu, Mungu akambadilisha. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiangalia Solomoni, utaona kwamba Solomon alikuwa ni mfalme ambaye ako na wake wengi, lakini pia kuna wengine ambao waliwajengea madhabahu za kishetani, madhabahu za Baali, madhabahu za kuabudu miungu wengine ambao sio Mungu wa Israeli. Lakini baadaye unaona kwamba Solomoni anakuja kusema yote ni bure, yote ni vanity, yote hayafai kabisa, kwa sababu akili zake baadaye zilikuja kumrudia, akajua uofu wake na akaanza sasa kurepent, akaanza kurudi kwenye njia za Mungu. Kwa hivyo Mungu anaweza akakuumba ukatimiza kusudi ambao sio nzuri kama Yudas Iskarioti, lakini baadaye ukimuomba Mungu akakubadilisha. Ndio maana utaona kwamba Yesu baada ya kuwa amekufa, ile siku 3 alienda kule kuzimu ili kuhubiria watu ambao walikuwa kule kuzimu. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Petro, alikawahubiria waliokuwa kuzimu zile siku 3.
Kwa hivyo ina maana kwamba Yudasi kama akiwa kule alimsikiliza Yesu, ni bila shaka aliokoka na akabadilika. Kwa hivyo ina maana kwamba mtu anaweza akabadilika, lakini baada ya kuwa kusudi la Bwana limetimia tayari.